Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru baba kwa kukuona baba. Nashukuru baba. Baba, na wasalimu wote mpo kwenye jukwaa, wazazi wangu, dada zangu wote na wasalimu. Mimi naitwa Jacqueline Tadei, naishi wilaya Handeni. Wilaya Handeni. Umetokea Handeni? Nimetokea wilaya Handeni mheshimiwa. Nilikuwa na kesi mwaka juzi mwezi wa kwanza. Mwalimu wa shule wa Ntakae ya wilaya Handeni, kijiji cha Ntakae kwa Baya. Aliniambia, mama, nakuomba kuku kama kuku jogoo. Sijaweza mheshimiwa kumpa yule jogoo. Nikamwambia, nakupaje jogoo? Akaambia amemwibia mtoto wangu Aloisi Ludani Tarimo. Alikuwa anasoma darasa la 4, akaacha kunidai pale, akaliposubiri amefika darasa la 6 akanidai kuku. Na yule Sofia Ludani Aloisi Tarimo akawa anajiunisha na wale watoto wawili, anaomba rushwa ya jogoo. Nikamwambia, mwalimu, unaniombaje jogoo? Mimi mwenyewe nauza machungwa na mtoto wangu mdogo ana miezi 6, nauza huko sekondari ya Konje. Naonjesha mtu chungwa ili akilielewa nunuze. Mwalimu yule ananiomba jogoo. Jogoo Mama Maria. Sina uwezo wa kumpa jogoo. Anapiga mtoto wangu ngoto za hapa kichwani hapa mheshimiwa. Mtoto anambia kila siku, mama, kichwa kinauma. Namwambia, mtoto una nini? Asipoenda shule mheshimiwa haumwi kichwa. Akikaa nyumbani kichwa, akienda shule kinamuuma. Akikaa nyumbani anapata nafuu. Nikaja nikambembeleza yule mtoto, akaambia, walimu wananipiga kwa sababu hujampa ile rushwa ya jogoo. Nikawa naenda kwa mwenyekiti, akaambia, mama Aloisi, wewe tulia, nitalifuatilia hili swala. Lakini ndio hivyo mwanangu anapigwa kwa sababu sijampa yule mwalimu mkuu na msaidizi wa mkuu. Anaitwa Mtija na tumsikilize. Mwanahamisi Tulieni tumsikilize. Anamalizia. Walimu wote wananiomba rushwa ya kuku. Sina uwezo wa kuwapa kuku. Kazi ya kupiga watoto wangu kichwa kinauma. Nikaendelea kuuza mheshimiwa machungwa. Nipo sekondari. Mwalimu ule kapiga simu kayambia, mama Maria, mtoto wako amebaka watoto wote 12 wameshiriki kumbaka mtoto wa 12. Kaambia sio vizuri. Kama ni vizuri, tuendeni jeshi la polisi Handeni pamoja mpaka kwa daktari wampime yule aliolaitiwa, maana ni wote wa kiume. Mwalimu mkuu akayambia, mama Maria, mtoto wako Aloisi ndo amebaka, eti akamwona kifaa mambo yote kama mnavyojua mheshimiwa. Nikamwambia sio kweli, tuendeni kituo cha polisi Handeni pamoja na daktari wampime yule aliolaitiwa. Akasema akakataa, akaniambia, kwa sababu mimi ni mfugaji wa nyama, nafuga nguruwe. Akasema lazima utauza huyo nguruwe mkubwa unipe 400,000 wampiki yule mtoto supu. Nikamwambia, hiyo supu huwezi kupata kwa steli hiyo mheshimiwa mwalimu. Akaniambia, utaona. Mwalimu yule msaidizi wa mwalimu mkuu anaitwa Mwanahamisi akaniambia, nitamwekea mtoto wako sumu afe, alafu ataondoka Handeni. Hii Tanga Handeni hatamuona. Nikaendelea hivyo mheshimiwa. Nikaenda kwa mwenyekiti, sikusaidiwa chochote. Nikaenda kwa mtendaji, sijasaidiwa. Nikaenda halmashauri ya wilaya, sijasaidiwa. Nikaenda kituo cha polisi. Sasa nikuombe jambo moja, kwa sababu naona una nyaraka. Nimeona hapo una nyaraka na jambo hili ni kubwa, na bahati nzuri walimu nao wasemea wako chini ya TAMISEMI, na tuko na naibu waziri wa TAMISEMI ambaye kwa bahati nzuri pia ni mbunge wa Handeni. Kwa hiyo njoo pale kwenye kiti pale ukae na mheshimiwa naibu waziri, ikiwezekana apate na hizo nyaraka. Una nakala za nyaraka ambazo unaweza ukamwachia tena, kwa sababu ni mbunge wako, akurudishie na nauli ya kutoka Handeni.